Na kuletea hadithi kutoka katika mkusanyo wa hadithi za Sunan Ibn Majah, hadithi namba 2555. Hadithi hii ni sahihi na inapatikana katika mkusanyo wa Ibn Majah katika juzuu ya 20 au tunasema kitabu cha 20, hadithi namba 23. Inasema hivi: imeripotiwa kutoka kwa Imran bin Hussein kwamba mwanamke mmoja alikuja kwa Mtume na kukiri kufanya zinaa. Alitoa amri, yani Muhammad hapa anatoa amri, kisha wakamfunga vizuri nguo zake ili sehemu zake za siri zisije kuonekana. Kisha yani Muhammad huyu kisha akampiga kwa mawe, kisha akaongoza sala ya maziko yake. Tunachokiona hapa katika hadithi hii ni kwamba huyu mwanamke alikwenda kufanya toba kwa Muhammad baada ya kushiriki katika tendo la zinaa. Sasa tuna mambo kadhaa hapa. Cha kwanza kabisa, katika mambo yote Muhammad anapompa hukumu ya kifo cha kupigwa mawe huyu mwanamke, cha kwanza anachokifanya Muhammad ni kuhakikisha nguo zake zimefungwa vizuri ili sehemu zake za siri zisionekane. Hii haileti maana. Mtu unayekwenda kumhukumu kifo, kunamsaidia nini yeye kuwa awe katika hali ya kujisitiri? Kuna faida gani? Haingia akilini. Lakini kubwa kabisa tunaona yeye mwenyewe Muhammad anashiriki katika kumuua huyu mtu kwa kumpiga mawe, huyu mama kumpiga mawe. Lakini baada ya hapo anaongoza ibada kama vile italeta faraja yoyote. Na kwenda kusomea kisa kimoja cha Bwana wetu Yesu Kristo, ambako utaona tofauti kubwa kabisa baina ya hawa wawili, yani Muhammad na Yesu Kristo wa Nazareth. Na kusomea katika Injili ya Yohana sura ya 8 mstari ule wa 2 mpaka wa 11. Injili ya Yohana sura ya 8 mstari wa 2 mpaka wa 11. Nasema hivi: hata asubuhi kulipokucha akaingia tena hekaluni na watu wote wakamwendea, yani wakamwendea Bwana Yesu. Naye akaketi akawa akiwafundisha. Waandishi na Mafarisayo wakamletea mwanamke aliyefumaniwa katika uzinzi, wakamweka katikati. Tofauti ya kwanza unaiona hapa. Yule mwanamke alimfuata Muhammad kwa hiari yake. Huyu analetwa, mwanamke huyu katika kisa hiki anakamatwa, kwamba anakamatwa ugoni na Mafarisayo na waandishi wanampeleka mbele ya Yesu akiwa hekaluni. Naendelea mstari wa 4, wakamwambia, mwalimu, mwanamke huyu amefumaniwa alipokuwa akizini. Basi katika Torati Musa alituamuru kuwapiga kwa mawe wanawake namna hii, nawe wasemaje? Nao wakasema neno hilo wakimjaribu ili wapate sababu ya kumshitaki. Lakini Yesu akainama akaandika kwa kidole chake katika nchi. Nao walipozidi kumhoji alijiinua akawaambia, yeye asiye na dhambi miongoni mwenu nawe wa kwanza wa kumtupia jiwe. Akainama tena akaandika kwa kidole chake katika nchi. Nao waliposikia wakashtakiwa na dhamiri zao, wakatoka mmoja mmoja, wakianzia tangu wazee hata wa mwisho wao. Akabaki Yesu peke yake na yule mwanamke amesimama katikati. Yesu akajiinua asimuone mtu ile yule mwanamke, akamwambia mwanamke, wako wapi wale washtaki wako? Je, hakuna aliyekuhukumu kuwa na hatia? Akamwambia, hakuna Bwana. Akamwambia, wala mimi sikuhukumu. Enenda zako, wala usitende dhambi tena. Tunaona tofauti kubwa hapa baina ya Muhammad na huyu Yesu Kristo wa Nazareth. Mwanamke anamfuata Muhammad akienda kufanya toba. Muhammad anampa hukumu ya kifo. Tunamuona mwanamke huyu katika kisa hiki cha Bwana wetu Yesu Kristo, mwanamke anafumaniwa au anakamatwa ugoni katika kuzini, anapelekwa mbele zake, mambo yanakwenda tofauti. Na Bwana Yesu mwishoni anamwambia, enenda zako, wala usitende dhambi tena. Bwana Yesu anamsamehe dhambi na anamuonya asirudie kutenda dhambi. Sasa nataka nikuonyeshe unafiki mkubwa wa Muhammad. Kwa mtu asiyejua kisa hiki cha kwanza cha kusomea, unaweza kufikiri Muhammad alikuwa ni mtu mwenye maisha yaliyonyooka. Ukumbuke katika kisa hiki cha Bwana wetu Yesu Kristo aliwaambia wale watu aliyekuwa hana dhambi wa kwanza kumtupia jiwe. Sasa nataka nikuonyeshe unafiki mkubwa wa Muhammad. Na kusomea kisa kutoka katika mkusanyo wa Sunan an-Nasai, hadithi namba 3959. Katika mkusanyo wa Sunan an-Nasai kitabu cha 36 hadithi namba 21 unakuta kisa hiki. Sunan an-Nasai 3959. Imesimuliwa kutoka kwa Anas kwamba Mtume wa Mwenyezi Mungu alifumaniwa
akifanya mapenzi na mtumwa wake. Aisha na Hafsa walimsumbua sana mpaka akasema hata mgusa tena. Ndipo Allah aliteremsha aya ya 66, aya ya kwanza ya sura 66. Samahani. Aya hii kwa ufupi tu au kwa kuiweka masikioni mwako inasema, ewe Mtume, kwa nini unakataza kile ambacho Allah amekuruhusu? Kisa hichi ni kisa cha mtumwa mmoja ambaye alikuwa mtumwa wa Muhammad, huyu mwanamke, na Hafsa alimfumania Muhammad akifanya mapenzi kwenye kitanda chake cha huyu mke wa Muhammad anayefahamika Hafsa. Na kwa mujibu wa mapokeo ya Kiislamu inaaminika huyu Hafsa alimfumania Muhammad na huyu mwanamke mara 3. Unachokiona hapa, Muhammad badala ya kutubu anashusha aya ambayo kwa mujibu wa Allah kwamba Allah anamruhusu Muhammad kufanya ngono na wanawake ambao hawakuwa wake zake. Tunaona Muhammad, mwanamke anapomfuata kwenda kutubu dhambi ya uzinzi, anamhukumu kupigwa mawe. Muhammad anapokamatwa na wake zake akifanya ngono na watumwa, anajishushia aya inayohalalisha kitendo chake. Ndugu yangu Muislamu, Mungu akusaidie kuona ukweli wa maisha ya Muhammad ulivyo, na Mungu akusaidie akufunulie moyoni mwako kufahamu kwamba huyu Muhammad ni nabii wa uongo. Mungu akusaidie sana.